nchi za Ulaya zenyewe kama wanavyosikiomba Venezuela, kali kaingia haichukua wala na kisiwa kingine, anasema lazima aende huko, akichukua huko ndo anapambana na akaziona nchi za Afrika sana zifuatilia kwa karibu sana, ataingilia mkati. Sasa hivyo tupende tusipende, changamoto lazima zifanyike. Wacha hali ya asema tabia nchi, mabadiliko, mvua yuzi nadhani ni karatu kwa wanalia ng'ombe wanakufa wenyewe. Sasa nasema tusiwalete kilo 10,000 tusiwalete huko, zikauzwa haraka. Sasa inakuwaje? Nasema wanyama wanakufa wenyewe kwa ajili ya njaa. Kuna watu waliambiwa wamelima, basi wamepanda mahindi yameota yamefika juu yamekauka, wanangoja tena labda kwa kama itanyesha watapanda tena. Hiyo ni hali inayoashiria kwamba tunatakiwa tuamke tutoke katika usingizi wa kiroho, dumu katika maombi na kusoma neno la nani, panga mikakati. Tulijifunza neno la Mungu wiki iliyopita. Paulo alikuwa amepanga mikakati, hakuzurura kwa ovyo, alikuwa na mikakati kwa ajili ya kupeleka habari njema zaidi za ufalme. Panga mikakati. Na tumedhamiria kwamba katika mwaka huu washiriki wote wa kanisani lazima tuliuke kwenye madarasa ya shule ya Sabato. Kanisa sio yeye mliokuja hapa, hakikisha unakuwa katika darasa la shule ya Sabato, na hakikisha kwamba unajipanga vizuri kusoma neno la Mungu. Lakini karibuni kila darasa litaenda kushuhudia na tutaandika wageni wapi kanisani, na wahubiri tutawapanga vizuri tu. Hatutahubiri kama tulivyokuwa tunahubiri mwanzo. Unajua, tunapogundua tumefika wapi na nini kidogo mbele, hatari gani inaenda kuukua ulimwengu, hatutazungumza kwa lugha ya kawaida. Tutazungumza tukiashiria imefika wakati wa kujitoa kikamilifu kwa ajili ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Nasema dumuni katika kuomba, dumuni katika kuomba na kukesha. Hivyo watu wa Mungu ni lazima tujitoe kikamilifu. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:17, Wathesalonike, Paulo alichapa kazi, lakini kilichomsaidia kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kutokana na hatuna maombi, kutokana na hatuna maombi na hatuna kusoma neno la Mungu, tumefika mahali ambapo Shetani ameteka hata rasilimali zetu tulizo nazo. Kwa hiyo watu wa Mungu, hata kazi yako unaofanya, hata familia yako haiko salama. Mwaka jana kuna watu wanachimba chimba za huko wanasema huko kuna ushirikina na nini, hali mbaya. Hata Wasabato wamezindikwa. Kama tukasema Bwana sinasema dunia na yote ni mali yako, labda afuza nini? Je, Mungu anasema uongo? Najua nilikuja mwaka jana tiketi ya ndege
ina mamlaka yote mbinguni na nini duniani. Nikamwambia Bwana, itajulikanaje kwamba una mamlaka? Mwambieni wale watu wanashambulia kanisa sasa. Wamesema watajenga kanisa hilo. Alafu mimi nilimwambia Bwana, kama kuna mikono inayozunguka watu wameenda kushirikina ifunge imefungwa mpaka kesho. Yaani unajua hatumwambia Bwana. Unajua sio kwamba wakina Paulo walikuwa na kitu na kusikia walikuwa na kitu, labda walikuwa na kitu fulani, kumbe ni imani tu kwamba Yesu ametuambia tuombe. Ni kwamba Yesu ametuambia hata tuache. Yaani ile imani ndio iliyofanya Paulo akasimama hivi. Ndio ilifanya hata walipokuwa wanaomba gerezani, milango ya gereza ikafanyaje? Ikafunguka. Yaani hakuna cha kusema labda kuna yaani imani kubwa sana sikina kuna nini. Yaani ni kumwambia tu Yesu asifiwe. Yaani kumkuta Yesu sinisema hivi. Sasa mara kwanza nilikataka sema labda nini kwa wachungaji huko na waelekeo wa makanisa sawa. Hata tunaambia nini kuna makanisa ya Sabato nini hivi wewe uondoke uende huko alafu ukaombe tu. Sasa kafikiria tayari kaombe tu. Sio lazima niende. Najua kiniambia wewe unataka sasa niende nikaombe tu. Safari ndefu. Kwanza akili ikaniambia kaambia ndio kule makanisa sasa. Nikakaa baada ya wiki moja wakaniambia sikiliza. Tunaomba unajua yako. Basi nikatii. Kamwambia Bwana, kama hautafanya chochote basi ishie njiani nisifike. Lakini nikafika. Ndio mfupi kufuku safari. Nikagundua kumbe shughuli zetu nyingi Mungu ameziharibu. Hivi unafikiri unapotoa zaka na sadaka shidana anapewa? Anapewa. Apewa. Anatamani avuruge aharibu shughuli zako. Anatamani akuletee changamoto kubwa. Ndio maana Paulo anasema mmoja katika Wathesalonike ile wa kwanza 5:17 kama unapata sema ombeni bila kukoma. Paulo anazidi kusisitizia ombe bila kukoma. Yaani hata kama unapitia mambo magumu ya kukatisha tamaa usiangalie. Songa mbele katika Mungu. Tafuta muda mwingi wa maombi. Pata muda wa kusoma neno la Mungu. Bwana asifiwe. Pata muda wa kusoma neno la Mungu. Pata muda wa maombi. Muda wa maombi mwingi na uwe na muda wa kusoma neno la Mungu. Mmoja nilikutana na kaimu mama kule Morogoro. Mwinjilisti wa kanisa ananiambia unaongea kwa maskaro na ameshashuka na sibini. Soka mbele wa ibada nilicho kutoka Kongo akabatiza watu 6,000. Sio mwaka juzi, sio zamani mwaka juzi. Anatoka Kongo. Akaniambia na Sudan na hivyo vingine Sudan ndio
ndio neno na mimi kaanzisha. Bora nisiwepo kama ni kwa Mungu. Yaani Bwana hana faida na wewe. Hauko kwenye kitu chochote. Mungu sana msaidie. Jamani, Bwana ameachilia vitu vyote kwa ajili ya kazi yake. Bwana anahitaji kazi yako ifanikiwe. Anahitaji biashara yako ifanikiwe. Anahitaji familia yako istawi. Anahitaji usiwe wako wa kawaida, kwa sababu Bwana anahitaji injili isonge nini? Isonge mbele. Malesa siku. Unajua Yesu anaporudi mara pili, vitu vyote unavyoviona vinavyofutuka anaviharibu vyote kabisa. Biblia inasema vitaunguzwa hata vitu vyote vya asili vyote, kwa sababu amekwenda kuumba mbingu mpya na nini. Sasa hivi vitu vidogo hapa wamepewa watu wa Mungu kusudi wavitumie kwa ajili ya kazi ya nani? Kama umefikiri kidogo, fikiri sana. Na ndio maana Bwana amekuingiza katika mwaka wa 2026. Amekuingiza kwa kusudi hapa. Mikakati yako yote unayopanga, kama ni wanafunzi na kusoma, soma kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Si lazima eti uwe mwinjilisti, uwe mchungaji. Watu wamekuja, mchungaji ni kazi. Kama mimi kazi, kama kazi nini? Tofauti yake tu ila unatakiwa mtu wa kiroho. Lakini nayo ni kazi kama kazi. Ingine zamani sisi tunakuwa kwenda uchungaji, basi wewe unatokea chuoni. Wachungaji walikuwa wanatokea kwenye idara ya uinjilisti wa vitabu. Alafu hawaambiwi kwamba utakuwa mchungaji. Unashangaa umepandishwa kwenye daraja la uinjilisti wa vitabu. Ukishapanda daraja, unashangaa unateuliwa na upewa mtaa. Baadaye unaenda kusoma au unaishia kwenye kutunga mtaa mpaka nini? Kwa hiyo kama unafanya kazi, soma kwa ajili ya mikakati ya kufikia ili iwe faida na Bwana. Kazi iwe na faida na nani? Na Bwana. Biashara iwe na faida na nani? Na Bwana. Tumeamrishwa katika siku 10 za maombi, usifikiri sasa ni wakati wa ufanyaji kulala, utafuta eti ufunge tena na kuomba mwaka mzima mpaka tena unane siku hapo katika kufunga na kuomba ni siku labda unaumwa au shughuli zako zimeyumba, unaingia kwenye hapa mpaka mikakati mikubwa. Mwambie Bwana, nahitaji kuelekea katika mwaka huu wa 2026 kwa maombi na kusoma neno la nani. Utashangaa Bwana atatenda nini? Tenda muujiza wa ajabu. Tenda muujiza wa ajabu. Tenda muujiza wa ajabu. Katika ile safari yangu niliyoenda, niwaambie, tulienda sasa kuisha kuomba, tulienda nyumba kwa nyumba watu. Enda kuombea watu, wana shughuli nyingi tukaombea, na sio walioza sababu. Na kuna mwana mmoja anaishi Mwanza mjini, tajiri sana. Akaja naye tukamwombea, kanisa sio sababu. Sio sababu. Wale wakasema huyu naye anashiriki mambo ya ushirikina, na mimi nasema basi atajua kwamba kuna Mungu anayefanyaje. Alikuja ni tajiri, lakini alikuja katika hali ya unyenyekevu mkubwa, na tukamwombea kanisa sio, na akasema Mungu wenu si wa kawaida. Mungu wenu si wa kawaida. Hivyo watu wa Mungu
makusudi maalum tunapoelekea katika kipindi cha kufunga historia ya ulimwengu. Mungu ametuita na ndio maana umeitwa kwa sauti ya Bwana uingie katika mwaka huu wa 2026. Bwana sasa. Si kwa Bwana. Wengi walikuwa na mikakati mingi lakini walishia kutoka kwa shangazi. Bwana mambo yao kwa wengi. Nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja pale Mikocheni mkawa anafanya ofisi ya waziri mkuu. Ana rafiki yangu anafanya naye kazi. Yesu ile tu ilikuwa serikali. Askari na askari wanapambana kwa risasi wa ovyo. Bwana akuta na gari yake nzuri tu. Yaani risasi kapigwa, piga yeye pamoja na mwanamke. Sasa hospitali wakatupe hali mbaya. Daktari wakamkuza njiani nyumbani akakuja kufa katikati hapa ya kukaa kwa muda kidogo na akapoteza nini? Hakuwa kwenye maandamano. Mtu serikali, huyo mama anafanya kazi nzuri, bosi. Kwa leo na serikali nataka kununua vitu, wao wanatuma kwenye ile nchi kwa sheria, wanapitisha ile mkataba. Serikali haiwezi kununua magari ya serikali au kufanya kitu bila wao. Lazima mikataba ifikie, ifuatilie vitu, lakini maana amepanga akaishia kwenye ile kutoka 20. Kwa hiyo mimi na wewe tumeitwa. Kwa hiyo katika mwaka wa 2026 usiwe mtu wa kawaida. Sio mtu wa kawaida. Kwa sababu tayari tumejaza Roho Mtakatifu. Omba. Neno la Mungu linasema, Yesu anasema wale wote Bwana atawapatia Roho Mtakatifu wateule wake wanaoomba usiku na mchana. Wale watu wanaomba usiku na mchana, Bwana atawapatia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika mwaka wa 2026 kwa sababu Bwana amekuita nawe umeitika ukanyenyekea, chukua nafasi ya kufanya kitu fulani katika mwaka huu uliopewa bure na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kuna changamoto ambazo madogo yanayokusumbua, yakabidhi mikononi mwa Bwana. Hizi mikononi mwa Bwana. Na Bwana atakutendea kwa kuunga katika mwaka wa 2026 kwa sababu unahitaji utende katika mwaka huu. Kwa sababu tunaishi katika kipindi cha mwisho wa wakati. Hakuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikaepuka zaidi ya hivi, kwa sababu unabii unagusa kwamba manabii wa uongo na ishara na dalili zitafanyika, watafanya maishara, mambo mengi watafanya. Ulichoona kwamba angalieni watu wa Mungu msifanyeni, sidanganya kwa sababu watadanganya wengi. Nashangaa hata Wasabato kuna kipindi fulani wanakuwa na mashaka. Wana mashaka, shetani ndio anayefanya zile ishara. Hata wale saa ikifika na muda ikifika watakuja huko. Bwana Yesu asifiwe. Sura hizo tukaja kuongea na mtu mmoja. Nadhani jirani ndio mleta mambo.
amebatizwa, si ndio? Bado. Basi kupokea batizo, lakini alikuwa yuko tayari kubatizwa. Kanisa sio. Alimwambia kwa hii utabatizwa. Kwa hiyo na wao watakuja huku sio wanatafuta nani? Sauti ya mwisho leo itawaita. Hasa wasabato wenyewe unakuwa na mashaka muda na mbele. Hatakiwi na mashaka. Tunatakiwa tusonge mbele, tusimame imara upande wa nani? Hata Danieli walipochukuliwa utumwani walikuwa na mashaka, walikuwa kama Mungu wenu ana nguvu, mbona tunawachukua utumwani? Sharti msujudie sanamu. Wakasema sitatoa jaji. Hatasujudie sanamu. Sharti msujudie mfalme ndio Mungu, hakuna mfalme wa Mungu yoyote. Kama huyo Mungu wenu alikuwa na nguvu, mbona hajawasaidia sasa kumaliza? Na tunafanya kitu. Wakasema hapana, Mungu wetu nani? Kwa hiyo watu wa Mungu, ni kipindi cha kuamka katika usingizi wa kiroho, tuamke kwa kusalimisha maisha kwa Bwana. Ni kipindi cha taa zetu kujaza mafuta, kubeba mafuta nyingi ya akiba. Kadri tunaposonga mbele, mambo yanapokwenda kubadilika, kwa sababu kwa uamsho mkubwa wa siku 10 mambo yatabadilika, lakini tusiwe na hofu, kwa sababu Bwana yuko pale wetu. Kanisa sisi, Bwana yuko pale wetu. Sisi tunachotakiwa tu ni kusimama imara katika kile kitabu cha Yakobo 5:7. Yakobo 5:7 mpaka 8. 5:7 7 mpaka 8. Anasema, kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima ungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, kuvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Asema, nanyi ndugu vumilieni. Kanisa sio hata mkulima anapata mazao ya mvua ya kwanza, anavumilia, anasubiri mvua ya ngapi? Ya pili. Kanisa sio. Asema, nanyi ndugu vumilieni. Kanisa sio. Mtu mmoja nikanena, nitakuwa mzee na wewe una wasiwasi. Wewe bodi maisha yako magumu hai yote. Akaniambia, au unajua tu wewe kwa sababu ukiko ndio Yesu alitaka kuchukua mbinguni bali hata ushiriki kuna kasi. Nikamwambia, ni kweli yote unasema nini? Kweli. Sina wasiwasi. Sina hofu. Kwa sababu najua hata mabadiliko yabadilike zaidi, lakini tunajua sio zaidi. Hii mimi ni wapi? Mbinguni. Kanisa sio. Hata anaweza sababu unajua kuulizwa wewe vipi habari ya mbinguni, unaweka mashaka. Sio kaweka mashaka. Kanisa sio. Wewe ni mteule uliotolewa kwenda wapi? Na kitisho cha mwisho shetani anaonyesha watu kifo. Kifo. Hata kifanya vitu vingi kifo. Ndio maana hata kwa shetani kwa shetani amwambia Bwana huyu, kwa sababu uhai wake unamshikilia. Lakini mtu yote kukosa uhai wake, atauza mali zake zote aokoe uhai wake. Kweli? Atauza mali zake zote aokoe uhai wake. Na huyo atakaa kukosa.
mke wake alikata tamaa. Akasema, huyo Mungu unayemwabudu siku zote, unamtolea zaka, sadaka na unamtumikia, mbona unapenda Mwenyezi? Bora uachane naye ufe. Akili za kipumbavu kabisa kabisa. Mungu katikati ya mateso makali akamwambia, sio kama mwanamke, kila siku tupate mema na mabaya usiyapate, yaani yawe kwa wengine tu na kwetu asikukute. Ayubu alikuwa anajua sayari hii ikoje, alikuwa anaelewa sayari hii ikoje. Shetani atatujaribu kwa kila namna, atatukatisha wakati kushindwa, ataendelea kwa muda, akishindwa kwa muda atakuja kwa mtoto tena, mtu wa karibu ambaye akikugusa anakugusa na wewe. Kwani washakulia watoto wa Ayubu, kumbe alikuwa anampata Ayubu kuharibu mali zake, kumbe sio tunatoso mali ya Ayubu tu. Kwa hiyo usishangae ukaona wakina Ayubu wanapitia changamoto, hasa katika kipindi hiki ngumu na za ajabu. Tuko tutajibeleza sisi, lakini katika mwaka wa 2026 tumedhamiria na tumeapa beleza sisi, hatutarudi nyuma na tumedhamiria kusonga mbele na hatutarudishwa na mtu awaye yoyote, na tumemtangazia kabisa mkovu kwamba hatutarudi nini nyuma, kusonga mbele beleza sisi kwa namna yoyote, kwa gharama yoyote, kwa sababu maisha yetu yako mkononi mwa nani? Mbona hatuna bima maisha. Mimi hata kesho sijui kama siku inaisha, sielewi habari za kesho wala za kumaliza hivi, sielewi. Nachojua nimefika jioni katika muda huu, lakini sina bima kesho, sina uhakika, ila najua niko salama mikononi mwa nani? Niko salama kabisa, najua niko salama mikononi mwa Yesu, kwamba shetani hata akishughulika namna gani, niko salama mikononi mwa Yesu. Yesu mwenye upendo, mwenye rehema, ambaye anasema yeye ni ndugu yenu. Yesu hawezi kuacha ndugu zake wahangaike, ndugu zake wateseke, ndugu zake waumie. Yesu yuko tayari kuonesa sisi. Kwa hiyo watu wa Mungu sote tunasema vumilieni hata mkulima. Neno la Mungu katika Biblia linasema hata mkulima anavumilia. Anaenda shambani, anahangaika, amepanda mbegu, amefukia chini, anazisubiri kwa imani, wala hajui itakuwaje huko chini, wala hana uwezo wa kuzaa mtu akaziangalia akazirekebisha ikae. Yeye anasubiri kwa imani. Wanaweza sasa anapoendelea kusubiri kwa imani, baba anaona mbegu zinaanza kufanyaje? Kuchomoza. Wanaweza sasa hicho ndicho tunachotakiwa kusema. Sema mazao yanakuwa, anaendelea kuhudumia, anaendelea mvua ya pili ya masika inaponyesha inayokomaza na kurekebisha. Wanaweza sasa watu wa Mungu, zile siku 10 za maombi ni siku 10 za kuimarisha katika maisha yetu ya kiroho, kusudi tuweze kusimama imara na kusonga mbele, kusubiri Yesu anaporejea mara ngapi? Mara pili. Katika kile kitabu cha Mathayo 25 fungu la 18, Yesu alipokuwa anatoa mfano akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na wanawali 10 watano wenye busara
busara, watano wengine hawanani. Mama hiki anachanganua ile fungu, anasema analizungumzia kabisa na watu sasa kuishi maisha ya kutokujali, kuridhika na Ukristo, kuitwa na kujina tuko kwenye vitabu na ushirika. Hiyo haitoshi. Kuna watu wataenda mbinguni hata majina yao hayako kwa ushirika. Wala hawako kwenye vitabu ya nini? Siku moja tulikuwa niko na wainjilisti wenzangu wa kule Magomeni na wengine wa kule Mzilichi. Tulikuwa kwa kituo chetu tunakutana hapa Makoko. Kwa tunatafakari kuna wale kijana waliosulubiwa pamoja na Yesu. Asoma pia enda kwenye kitabu kingine, akasema ngaifikia kimisho katika watu waliopata bahati duniani yule bwana. Hata mchungaji siku moja nilikuwa yule bwana kitabu akiwekwa kwenye jina lake leo kitabu cha ushirika, ile kanisa la wakati ule, wala zaka ni sadaka, yeye kakutana na tukio, basi akasulubishwa na nani? Lakini alitumia fursa, nafasi ya mwisho ilikuwa vizuri. Kanisa sasa. Sasa ndugu yangu, haijalishi umeanza mbaya. Ukiangalia maisha yako ya nyuma hizi kwanza unakata tamaa. Unapoangalia unaanza kukaa. Unapokuja asema au ni laana hii kanifuatilia, unajua nilianza hivi, nilikuwa hivi. Mimi naona kuna laana inanifuatilia. Wakati wa Injili zimeshika. Yaani usipojua uko vitani, usipojua uko vitani, utafika utaanza kulaumu. Kaanza kujichunguza au mzee kabla hajafanya kuzungumza kitu kibaya ndio. Kumbe wala hausiki. Hausiki. Yaani hata kama ulianza vibaya, nafasi hii uliopewa sasa unaanzaje? Yesu angalia umeanzaje? Anaangalia unahitimishaje? Unahitimishaje? Angalia. Sasa mwenzake ushahidi wote walikuwa na Yesu baba. Wote walikuwa na Yesu. Na walikuwa na nafasi sawa kwa Mungu. Sasa na wote tuko kanisani hapa. Wote tuko kanisani. Lakini nategemea unahitimishaje? Mwenzake akatumia nafasi ile pale. Lakini yule bwana akaitumia nafasi ya hili zuri. Na Yesu akamwambia tangu saa hii, tangu leo utakuwa pamoja nami wapi? Bwana unikumbuke utakaporudi katika nini? Sasa wenzao wakaniambia kule bwana, vitabu vimenyamaza kimya. Havijaeleza. Unajua Yesu alifufuka na watu 500. Hivi kale ya jamaa alifufuka na Yesu wewe. Sasa kai ya jamaa tuna wasiwasi. Na Yesu alipozama alizidi, aliinuka na miili ya walini ya watakatifu na akaondoka na mwili. Sema tuna wasiwasi kaisha, tuna wasiwasi na kaika jamaa. Pamoja na kumwambia Yesu unikumbuke utakaporudi, Yesu ndio ulimaliza. Hata wale waliokuwa mavumbini walikuwa hawajui kama Yesu aliwaamsha kuondoka nao. Kabla haitimishwe na baba wangu kulimishwa mzali. Sema na wasiwasi katika jamaa kama niliondoka na Yesu. Sasa hivi kanakuta maisha wapi? Bahati. Lakini nadhani tunaenda vizazi vyote inasema kwamba yule kijana alizaliwa kwenye familia ya Kristo
aliishi, alikuwa na historia, alitokea kwenye nyumba ya Kikristo, akaamua akataka bali na Bwana, akaenda huko na huko, akachana na mambo ya dini, na ndio maana alikuwa rais sana. Kwenye ile saa ya mwisho, akakumbuka Bwana Yesu asifiwe, akakumbuka, akarudisha historia yake, tunasema kwa hiyo katika maisha haijalishi umeanzaje, usiangalie historia ya nyuma. Mmoja anasema shetani kazi zake ni kukumbusha makosa. Wewe ulikuwa mzinzi sana. Hivi unafikiri haya maombi anasikia? Hizi siku ngumu unafikiri angalia hizi mambo utesema. Unajua ni kwa sababu hata kwa waganga wanaenda. Hata ni kwa sababu kuna mtu fulani ulimloga. Shetani kazi yake ni kukumbusha nini? Makosa. Yaani ndio maana tunaambiwa usiwakumbushe hata watoto. Ndio maana mafanyio tulifanya. Yaani wewe akili yako unafanya kazi ya shetani, unamsaidia shetani kufanya kazi. Unamsaidia shetani kufanya kazi. Shetani kazi yake kusudi akuvunje, anakukumbusha makosa. Angalia familia yako uliyotokea, ni washirikina, ni watu wa aina hii. Anakumbusha, anaelekeza. Wewe usiangalie, mwangalie nani? Mwangalie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie Yesu. Usiangalie unapita kama mtoka. Hata wale wanaofanya michezo wanaotembea juu ya kamba au juu ya njia nyembamba au kwenye daraja nyembamba, hawaangalii bali wanaangalia kule. Wanaangalia kule wanapoelekea. Ronda ninasema inueni macho yenu juu, tazameni mbinguni, tazameni mahali alipo nani? Kristo. Usitazame dunia hii, mambo yanapita. Changamoto zinapita, maisha yanapita, yanakwenda kwa kasi. Kila kitu kinakwenda kwa kasi. Maisha yanapita, yanakwenda kukimbia. Nakwenda maisha yanakwenda kwa kasi. Kwa mtoto, kwa kijana, sasa ni mzee. Maisha yanaendelea. Ili tunapofikia uzee ndio maisha yanaanza, kwa sababu tunaelekea asubuhi njema. Tunapofikia uzee, maisha ndio yanaanza kuelekea asubuhi njema. Kwa hiyo tunasema kwa dunia hii tunaposafiri, hauwezi kuwa mvumilivu kama Yakobo anazungumza bila kuwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Maombi na usomaji wa neno la Mungu itakufanya kuwa mvumilivu. Mtu mwenye busara atakayevumilia, mtu mwenye akili na maarifa na kumtumikia Bwana. Katika kitabu cha Ibrania 10 fungu la 34, somo lasema, baada ya siku 10 za maombi, amka wewe usisinzie. Amua kwa mtu wa maombi na usomaji wa neno la nani? Na Mungu. Bwana ameachilia vitu vyote katika sala. Ameachilia kila kitu. Bwana ameachilia kila kitu kwa ajili ya watakatifu wake. Sasa ni kuamka katika usingizi wa
roho, kufungua macho yetu kuangalia tuone hazina zilizofichika na vitu Bwana alivyoweka kwa ajili ya kuimaliza nini kazi yake na kwa ajili ya watakatifu. Kanisa sio Ibrania hiyo fungu la Ibrania 10 fungu la 34 fungu la 37 anasema, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hatakawia. 38 lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe tena mtu wa kusitasita, usiwe kwa kulinyuma. Sema bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja wala hatafanyaje. Tunaamshwa tuamke, sote katika maisha. Omba, soma neno la Mungu. Hivi tusio rahisi pale unapotafuta swali, ongeza maarifa, ongeza maarifa, weka mikakati. Soka nini? Unapopita kwenye changamoto yako usiangalie kama tungekuwa tunaangalia changamoto zetu, tusingesema Bwana Yesu asifiwe. Tusingesema Bwana Yesu afanyeje? Sasa utakutana mtu kwenye changamoto, alafu unaanza kueleza matatizo yako sasa kama mtu wa Mungu. Utakuwa mtu wa Mungu. Kuna dada mmoja alikuwa na madeni kibao, alikopa hii mikopo katika huko, afanya huko biashara ikafeli. Akawa anakimbia nyumbani kwake, nyumbani kamkimbia, nyumba ikamatwa. Ameacha watoto, yaani watoto ni wadogo, yaani watoto wanafuata shule ya ngapi, vitoto vinahudumiwa na majirani. Sasa bahati nzuri akakutana na Msabato, dada mmoja, akamwelekeza kwetu, tukaungana na ile timu, tukaongea naye. Ile dada akasema, madeni niliyokuwa nayo kesho nimeamua nijinyonge, arudi sitoka ndani ya nyumba, kwa sababu nilifanya biashara hii niliomba Mungu, nikapata mikopo nikafanya, lakini biashara zimefanyaje? Akaeleza amehangaika, yaani kama katikati ya Felista ameingia kwenye ujambazi, akapambana pale. Anasema akaenda pale Msamba, akajiuza, anauza mamatilia, akajiuza kama kahaba. Wapi? Akajiuza kwa wanaume, mwanamke akichanganya kujua na hela hata muue, hapa tena kuishi. Amani kuna hatari. Niliongea kabisa, anasema nimefanya kila kitu. Tukamwambia Bwana alikuwa na wakati. Salisha Bwana. Dada tukafanya counseling naye. Tukaomba naye, tukapiga moyo kwamba sasa nitafuata wadini wako, Mungu atakuwa nini? Atakuwa njema. Na akarejea akapata zile kampuni wapi, akaweka mambo sawa na akaendelea kuishi na maisha kama yeye, yakaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, katika kipindi hiki tunachoishi, nasema maana bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja wala. Dunia leo somo nasema amka wewe usikiane. Amka wewe usikiane. Tumeamshwa, tusisinzie tena kusikiliza roho, bali tusonge mbele katika maisha haya kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kumsubiri Yesu Kristo mara ya pili. Jioni ya leo tuwakaribishe kwaya sauti ya
tutarudi karibuni kwenye wimbo. Baada ya wimbo tutaingia kwenye utaratibu wa maombi. Karibuni tupatie wimbo. Baada ya wimbo tutaingia katika utaratibu wa maombi. Sasa
yabadilishe maisha yako. Fungua moyo wako. Nasemaje kwa ajili ya kwaya hiyo? Mungu awabariki. Wangapi jioni ya leo wanasema katika mwaka huu wa 2026 nitamwomba Bwana anijalie kilicho kikamilifu kwa jina lake. Asante Mungu awabariki. Omba kwa juhudi na kwa bidii na Mungu atakubariki. Karibu mzee kwa ajili ya utaratibu wa maombi. Asante kabisa kwa somo zuri, somo ambalo linatukumbusha kuomba na kudumu katika kusoma neno la Mungu. Na hubiri hili ambalo tunapata jioni ya leo ni hubiri ambalo linatuelekeza kabisa kwenye mikakati yetu ya kanisa letu katika mwaka huu wa 2026, kwamba tuongeze wasomaji wa Biblia katika kanisa letu, lakini tuongeze wasomaji wa vitabu vya roho ya unabii, na tuongeze wasomaji wa miongozo ya kanisa, miongozo wa kujifunza Biblia. Mzee, Mungu akubariki sana. Na mpango wetu mwaka huu ni kuongeza washiriki kwa asilimia ngapi? Sikuwe nilisoma hapa kwa asilimia ngapi? Asilimia 40. Asilimia 40. Na juzi tu tumebatiza watu wangapi? Watu 11. Kwa hiyo Mungu atukuzwe sana kwa sababu tumefunguliwa. Tumefunguliwa katika mwaka huu. Hata mahubiri haya ambayo watu wa Mungu tumehudhuria jioni ya leo ni kwa sababu ile roho ambayo tulikuwa naye bado anatuongoza. Leo sasa hapa tulikuwa kwenye shughuli zetu. Tulikuwa kwenye shughuli zetu mbalimbali za biashara, lakini Mungu anatuongoza na roho yake anatuongoza, ndio sababu jioni ya leo tuko kwa wingi. Basi wakaribishe katika wakati huu mzuri, wakati wa maombi, na niulize kama kuna mambo ya kuombea. Kama mtu ana jambo fulani anasema hili jioni ya leo niweke mguu kwa Bwana, basi nyosha mkono wako na ndani. Kama kuna jambo, karibu. Tuombee kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, na tuombee kanisa mahalia kwa mipango ambayo tunayo katika mwaka huu. Basi kama kuna mwingine sasa niwaalike kusogea hapa mbele, kwa sababu ya muda tutawakilishwa na watu wawili, tutawakilishwa na mama mmoja na mzee aliyetoa somo atamalizia. Sogea hapa mbele kwa Bwana. Kumbuke kuomba kwa ajili ya vipaumbele vyetu vya kanisa. Ujenzi unaendelea, wala tujaanza ujenzi wa kanisa. Ujenzi unaendelea. Huyo ambao ulikuwa unaendelea mwaka jana ndio huo ambao unaendelea tena mwaka huu. Mama atakayejitolea mtangazaji atajitolea mwenyewe, na kwa kanisa mliokuwa nani atashika sanduku la maombi. Kumbuke kuombea watoto wetu ambao wako shuleni. Kumbuke kuombea wagonjwa, na kumbuke kuomba kwa ajili ya mipango ya kanisa kama nilivyosema. Jinsi unaendelea mkiangalia kanisa la watoto wako bado limeshafanywa skini, na hiyo kero hapo imeshaanzwa, na si kwamba tumeanza, tunaendeleza ile mwaka jana. Na niwatangazia washiriki kwamba kwa neema ya Bwana ofisi za kanisa mpaka sasa hivi tuna matofali 1000. Juzi nilisema tuna matofali 700 yameongezeka. Nilipokuwa nakuja huko kanisani nikapigiwa simu na mtu mmoja, baada ya shemasi wetu kukurusha ile picha, aliona akasema kwamba hapo kanisa
kanisani kuna kazi inaendelea? Nikamwambia ndio, kuna kazi inaendelea. Akasema yeye atatamka au atapokea matofali mangapi. Hajasema, kwa hiyo sijaweka kwenye idadi hiyo ya matofali 1000 tulionayo. Mama mmoja anajitolea, sogea tu. Basi wako wale kusogeni hapa. Bwana mzuri, ndio frame jamani, naomba nashika box hilo. Naomba pia mzee pia naomba kwa maombi kwa kanisa. Mama ambaye anatolea kwa ajili ya maombi.
nako nao utakuwa mahali hapa. Asante kwa sababu mahali mtumishi wako aliyoomba na wengine wanaomba kimoyomoyo, tunaungana kwa pamoja na kwa umoja Bwana jioni aliyosikia Mungu. Kila mmoja aliyekuja mahali hapa, walioandika maombi, wengine wana haja mioyo yao, hata wengine wamekuwa wakirudisha maombi yao siku hadi siku, hata katika siku 10 wameleta mbele zako. Lakini Yesu, tunakushukuru kwa sababu hakuna ombi hata moja litakaloanguka chini. Kila mmoja atapokea kusudi akatambua hakika Bwana ndiye Mungu, kusudi akapate nguvu ya kukutumainia katika mwaka wa 2026. Baba, tia nguvu watu wako pale tulipokosea. Yesu, tusamehe, tushike kwa mkono wako wenye nguvu, tusirudi nyuma tena. Kinge dhidi ya kila na uovu na namna zake zote, tusimamishe Bwana upande wako. Bariki watoto wadogo waliokuwa mahali hapa, bariki vijana, bariki wakina mama, bariki wazee wote kwa pamoja na kwa umoja Bwana. Kwa mwaka huu 2026 tutasonge mbele huko tukuza na kuinua jina lako. Wengi wanaotuzunguka Baba wa mbinguni katika maeneo yetu na kila mahali wakapate kuokolewa katika saa hii. Asante Yesu kwa sababu watu wako Bwana wanakutegemea, wana kazi zao, biashara zao, wengine ni waajiriwa, shughuli mbalimbali, wengine wanatafuta mitaji. Baba mbinguni, kwa sababu dunia na vyote vijazavyo ni mali yako, kila kitu vimeshikilia. Yesu, kawabariki watu wako, bariki katika kazi zao, bariki katika biashara zao. Wale wanaotafuta mitaji wapatie, wanaotafuta kazi Yesu wapatie kazi. Baba wa mbinguni, wainua watu wako kiuchumi, wainua watu wako kiroho, wainua watu wako kiafya, tukaweze kutumikia katika mwaka wa 2026. Baba wa mbinguni, tumwagie Roho wako Mtakatifu asirudi nyuma hata mmoja awe yote, bali wote kwa pamoja tukamalize safari hii kwa ajili ya ushindi na jina lako litakatifu. Leo endelea kubariki watu wako katika kanisa hili la Luguruni. Mipango mbalimbali imewekwa mwaka 2026. Baba wa mbinguni, mbona mipango hiyo ni midogo kwako? Hebu jioni aliyoingilia kati Mungu wetu, wajaze watu wako nguvu na baraka zako tele, kama ulivyomwambia Ibrahimu, utafungulia kila mahali. Baraka zinatoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini zitamjilia. Sisi ni uzao wa Ibrahimu Bwana. Kumbuka ahadi yako kwa ajili ya watu wako, tunaishi katika kipindi hiki cha mwisho. Yesu, tumwagie baraka hizo, na baraka hizo zitatumika kwa ajili ya kazi. Dunia leo kanisa la Luguruni Bwana, kama jinsi ambavyo tumekuomba likawe ni kanisa la mfano, Baba liinue zaidi na zaidi. Mpango ya shule, mpango ya kuendeleza kanisa hili Bwana, kaitende kwa sababu ni kanisa lako. Endelea kwa pamoja nasi, hata wageni wanaokuja, wanaingia na kutoka, wakaweze kubarikiwa. Washiriki wakabarikiwa katika kanisa hili. Wale wanaougua magonjwa mbalimbali ambao katika siku 10 wameyakabidhi mikononi mwako, Baba wa mbinguni, ukawaponye kama ulivyomponya Lazaro na kumwokoa katika mauti. Yesu, na watu wako kawaponye, hata kama tutakufa lakini tuponye zaidi. Saidie watu wako wakawe na nguvu na wakaimalize kazi yako. Jioni ya leo Yesu, tunakushukuru Bwana. Usituondoke mahali hapa. Ili boksi hili limeguswa na wazee wa kanisa, wameweka mikono Bwana. Mikono hii wameweka kwa imani, kama jinsi ambavyo ulitamka katika kile kitabu cha Yakobo kwamba Mungu wa mbinguni, watumishi wako wazee wa kanisa wakaweka mikono kwa wagonjwa, wakagusa kwa imani, hakika utatenda. Tenda katika maombi yaliyoandikwa katika boksi. Boksi hili likawa ni boksi la ushindi na watu wako kazi. Asante Yesu kwa sababu
Asante sana. Tumefikia mwisho wa ibada yetu jioni ya leo. Basi katikati yetu kuna mtumishi wa Bwana anayefanya kazi katika kanisa letu, mwanasheria wa kanisa. Basi mahali ulipo, sijatajiwa jina, mahali ulipo simama, au umeshatoka sijui. Kama uko kati yetu simama, usalimia washiriki. Karibu. Asante sana. Basi ataajiriwa lakini anasaidia kanisa kwa taarifa alizopewa, na Mungu akubariki unapofanya kazi ya Bwana. Na kama utakuwa pamoja nasi, karibu sana kufungua Sabato ya Ijumaa, karibu ibada ya Sabato. Basi tutatoka na wimbo wa 14